Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo la maadhimisho hayo ni kujenga uelewa wa dhana ya elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi kwa jamii ili iweze kutambua programu mbalimbali za elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi zenye azma ya kutatua changamoto mbalimbali ikiwemo kuondoa ujinga, umaskini, maradhi, pia kuhamasisha jamii kujiunga katika programu mbalimbali za elimu ya watu wazima kama tulivyoziona katika mabanda mbalimbali tuliyotembelea, Mheshimiwa mgeni rasmi, ambazo zinatekelezwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, uendeshaji wa elimu ya watu wazima hapa nchini umepitia mifumo na mitindo tofauti tofauti. Mwanzoni watu wazima na wanakisomo walikusanyika chini ya vivuli vya miti mikubwa kujifunza kusoma, kuandika na kuhesabu. Watu wengi wanafikiria kwamba elimu ya watu wazima ni kujua kuhesabu, kuandika na kusoma, lakini sasa hivi tumebadilika kwamba elimu ya watu wazima, kwanza tunajifunza ya kwamba mtu mzima anajifunza kitu kile ambacho anahitaji akitumie kwa muda huo. Kwa hiyo wanakuwa wanajifunza kusoma, kuandika na kuhesabu ambazo tunasema, lakini pia wanaenda kujifunza skills ambazo zinawasaidia katika kujitegemea wao wenyewe na kuhudumia familia zao. Lakini pia tumeona mdondoko wa wanakisomo wanaoshiriki katika programu zinazotolewa na elimu ya watu wazima. Tumekuwa na wanakisomo ambao wengi wamekuwa wakikatiza masomo kwa sababu mbalimbali na kuacha kuendelea na programu. Mheshimiwa mgeni rasmi, hata hivyo, katika kukabiliana na changamoto hizi, uongozi wa elimu mkoa unaendelea kutoa elimu kwa jamii na kuhimiza watendaji wote wenye azma ya kusimamia elimu na wadau wote wa elimu kusimamia elimu ngazi zote, kuanzia elimu ya awali, msingi, sekondari, elimu maalum na elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi, kwa ufanisi na manufaa ya wananchi, na kuendelea kuhamasisha watu wazima wasiojua KK kujiunga na madarasa ya kisomo ili waweze kupata stadi hizo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia maadhimisho haya ninawaomba wananchi wajitokeze kwa wingi kujiunga na kujiendeleza kupitia programu za elimu ya watu wazima, pamoja na vijana waliokatiza masomo, lakini pamoja na vijana ambao hawakusoma kwa wakati. Zipo programu mbalimbali za elimu ya watu wazima ambazo wanaweza wakaenda wakajiunga na wakaanza kusoma na wakakamilisha mzunguko wa masomo.